Fafanua sifa za lugha ya taifa. Swali. Sifa ya kwanza ni lugha ambayo imevuka mipaka ya kikabila, hivyo sio lugha ya kwanza, hivyo sio lugha ya kikabila. Pili, hoja ya pili, inazungumzwa na watu wengi wa makabila yote na wala sio kabila moja pekee. Tatu, ina uwezo wa kutoa hisia za kikabila na kuwafanya watu kuhisi kuwa taifa moja. 4, ni lugha ya kwanza ya kikundi fulani cha watu katika taifa husika. Ni lugha ya kwanza ya kikundi fulani cha watu katika taifa husika. 5, ina muundo unaofanana na baadhi ya lugha za kwanza za watu husika. Jambo hili linafanya kufunzwa kwa lugha hii kuwa rahisi. 6, hii tunarudia tu. 6, ni lugha mojawapo ya lugha za kienyeji zinazozungumzwa katika taifa fulani. Yaani lugha ya taifa haiwezi kuwa lugha ya kigeni katika taifa husika. 7, ni lugha mojawapo asilia, si lugha ya kigeni. 8, ina uwezo wa kukidhi mahitaji ya kimawasiliano. Lugha ya taifa lazima ifanikishe mawasiliano katika taifa husika. 9, huwapa watu kitambulisho katika umoja wa kitaifa. Kwa mfano, katika mataifa ya kigeni, mtu atatambuliwa kuwa Mkenya au Mtanzania kwa kutumia lugha ya Kiswahili. 10, huibua hisia za kizalendo miongoni mwa wananchi. Huibua uzalendo miongoni mwa watumiaji wa lugha moja. Ina maana kwamba watu wanapotumia lugha moja, hali hii inaibua uzalendo. Kwa sababu hiyo lugha moja ambayo ni lugha ya taifa inatumika kama chombo cha kuwaunganisha watu na wala si kuwatenganisha. Na wala si. Eleza majukumu au wajibu wa lugha ya taifa. Lugha ya taifa ni ishara ya umoja wa kitaifa. Ina maana kwamba nyenzo ya kuwaunganisha watu wenye asili mbalimbali na kuwafanya kuwa kitu kimoja. Kwa hivyo inawaunganisha watu wenye asili mbalimbali na kuwafanya kuwa kitu kimoja. Hilo ni jukumu la kwanza. Jukumu la pili ni chombo cha mawasiliano. Ni chombo cha mawasiliano. Kwamba watu wenye lugha tofauti za kikabila hutumia lugha ya Kiswahili kuwasiliana katika ngazi za kitaifa. Watu wenye lugha tofauti za kikabila hutumia lugha ya Kiswahili kuwasiliana katika ngazi za kitaifa. Kwa mfano, nchini Kenya, kuna lugha mbalimbali za kikabila. Kwamba Mkamba na Mkisii na Mjaluo kwa mfano, hawawezi wakawasiliana katika lugha zao za kwanza. Kwa hivyo watatumia Kiswahili ambacho ni lugha ya taifa kuwaunganisha. Hoja ya 3 tunaambiwa kwamba hufanikisha harakati za uongozi kutokana na kuhimiza matumizi ya lugha moja ambayo inarahisisha jukumu la serikali katika uongozi. Hufanikisha harakati za uongozi vipi? Kwamba kutokana na kuhimiza matumizi ya lugha moja, kwa hivyo serikali inahimiza lugha moja iweze kutumika. Hali hii inarahisisha jukumu la serikali katika uongozi. Inakuwa ni rahisi kwa serikali kuongoza watu kwa sababu wanatumia na wanaelewa lugha moja. 4, huleta maendeleo. Kwamba maendeleo ya kijamii hutokea, maendeleo ya kisiasa, hata kiuchumi, hata kisayansi. Kwa hivyo lugha itatumika kuleta maendeleo. 5, husawasisha watu. Kwamba watu wanapotumia lugha moja katika mawasiliano. Hoja ya 6, hutambulisha watu wa taifa fulani wanapotumia lugha ya taifa hilo. 7, huleta hisia za kizalendo. Huleta
hisia za kizalendo miongoni mwa watu wa taifa moja kwa kutumia lugha moja. 8. Huipa taifa na wananchi wake hadhi, kwamba Kiswahili kama lugha ya taifa nchini Kenya na Tanzania huyapa hadhi na haiba mataifa kama watu wenye upekee wao. Lugha ya kitaifa. 9. Huweza kutenganisha wananchi kwa sababu lugha ya taifa huweza kuweka mipaka baina ya wale wanaoitumia na wale wasioitumia. Ingawaje tumesema lugha ya taifa inafaa kuzungumzwa na watu wengi, haimaanishi kwamba ni kila mtu anaifahamu lugha hii. Kwa mfano ukiangalia nchini Kenya, kuna wananchi wa Kenya ambao hawajui Kiswahili. Kuna uwezekano kuna mtu ambaye hajui Kiswahili. Kwa hivyo lugha hii itatumika kama nyenzo ya kumtenganisha, kwa sababu iwapo kuna wale ambao wanazungumza kwa lugha ya Kiswahili na wewe hauelewi, ina maana kwamba wanakutenga katika mawasiliano yao. 10. Hutoa nafasi za ajira ama nafasi ya ajira kwa wasomi wake, wale ambao wamesomea lugha ya taifa ambayo ni Kiswahili. Kama vile kuna walimu wa Kiswahili, kuna watangazaji, kuna wahariri, kuna wanahabari. Kwa hivyo watatumia lugha hii kama nyenzo ya ajira. 11. Tunaambiwa kwamba ni chombo cha kushirikisha umma katika shughuli za kitaifa. Ni chombo cha kushirikisha umma katika shughuli za kitaifa kwa sababu watu hutumia lugha ya Kiswahili kushiriki katika mijadala ya kitaifa, national debates. Kwa hivyo kama haujui Kiswahili, ni vigumu kwako kushiriki katika hii mijadala ya kitaifa. 12. Inakuza mifumo ya mawazo na mielekeo inayojenga utamaduni mwafaka wa kitaifa. 13. Huwakilisha utamaduni na historia ya taifa kwa sababu Kiswahili kinatambulisha historia ya Kenya. Kwa mfano, Kiswahili kinatambulisha historia ya Kenya. 14. Hukuza uzalendo kwa kutumia lugha ya taifa kama kifaa cha kuonyesha hisia za kizalendo. 'Kwa hivyo tumekuwa tukizungumzia lugha ya taifa. Hapa tunaambiwa kwamba kuna lugha ya kitaifa. Ni lugha zote zinazotumiwa na ambazo ni lugha za asili katika taifa fulani. Kwa hivyo uzingatie kwamba kuna tofauti kati ya lugha ya taifa na lugha ya kitaifa. Lugha ya taifa ni Kiswahili nchini Kenya. Lugha ya kitaifa ni hizi native languages, kwa mfano Kiluo, Kiluya na kadhalika. Lugha ya kitaifa ni lugha zote zinazotumiwa na ambazo ni lugha za asili katika taifa fulani. Kwa mfano Kiluo, Kiluya, Kikalenjin na iko na sifa kama vile ni lugha za kikabila zinazosemwa na watu kutoka makabila mbalimbali. 2. Tunaambiwa ni lugha ya asili ya taifa husika.